Wizi huu hapa Olasiti umetuchosha kabisa, lakini hao waizi huko Olasiti sisi tunawasakanya mbaya mbovu. Mida saa 3 tunapigwa mapanga, saa 8 za usiku wewe bado wanakuwa hakuenda mpaka saa 10:30 na muda yao ya kufanyia kusikita. Ili bora tuchome moto kupunguza waizi. Hata waliokimbia tukibahatika kuwapata hawatapona. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Huwa leo alichukua bodaboda sehemu akaja. Kuna watu wawili wakaja nyuma yake. Kuja nyuma yake anaingia nyumbani, yule bodaboda alipomwacha wale wengine wakamwambia wewe nani, wakamshikashika. Akapiga kelele. Yaani anamshikashika akapiga kelele. Wewe ni nini? Wakati yule bodaboda mwingine kishaondoka, hao wengine wakaja. Ikatokea shida hiyo. Huyu alikuwa na mkopua mama pochi na vitu alivyokuwa navyo, kumbandua akamshikia sime, akamwambia kaa utulie. Sasa natuliaje? Wizi Olasiti umekuwa mkubwa mno. Yaani watu sasa hivi hawakai barabarani, wakaa Olasiti. Ukitoka na barabara hivi, mtu katega pembeni pikipiki yake, ukienda naye anakuingia, yaani naye anaonekana kama ni raia, kumbe sio raia, ni mwizi. Sasa hivi wakome, tunachoma moto. Sasa hivi ni moto. Yaani nani ni moto. Watu hawa walikuwa watatu. Wenzake wawili waliweza kukimbia, lakini mmoja wapo ndio aliweza kukamatwa. Lakini wizi huu hapa Olasiti umetuchosha kabisa. Yaani yeye ndo alitangulizwa kuingia ndani, wenzake wako nje. Wenzao wako nje, yeye ndo akakamatiwa ndani. Kwenye kukurupuka wenzao wakaweza kukimbia. Lakini hao waizi huko Olasiti sisi tunawasakanya mbaya mbovu. Tunakosa wateja kwa ajili ya nini? Ya wizi. Mama anaogopa kutoka asubuhi kwenda sokoni. Wamama wengi sasa hivi asubuhi, juzi hapo mtaa juu hapo. Nadhani watu wengi hapa wanaokaa mtaa huo wanajua hapo kwa kina Mama Fatuma hapo. Wakina Mama Fatuma juzi wameibiwa. Mama Fatuma simu zake zote zilichukuliwa. Wawili pamoja kuchanganya na dereva ni watatu. Wawili wanashuka, mmoja anakuwa anaangalia huko labda fulani anatokea huku. Mtu gani atatokea ndio alivyokamatika sasa. Lakini wizi Olasiti huko umeshitamaa mno. Yaani wanakaba mama asubuhi hapa tunakosa wateja kabisa. Ili bora tuchome moto kupunguza waizi. Hata waliokimbia tukibahatika kuwapata hawatapona. Maana wamama tumekosa kazi kwa ajili ya wizi. Alikuwa na jeki ya kupresi mlango, kisu, sime alikuwa nayo pia. Tochi alikuwa naye, sime naye. Nafikiri kama miezi minne iliyopita na nilikuwa nyumbani saa 12 asubuhi. Nikapigiwa simu na dereva wangu, akaniambia Mama B, njoo huku dukani, naona duka lako limevunjwa. Nilinyanyuka nikiwa na mnyao. Nimefika dukani pale, mlango tumepinduliwa. Wampiga jeki. Waliiba vinywaji vyote vikali. Sema yule mwizi atumtambua. Jeki imepigwa pale. Tulikuwa tuna mlinzi. Ndio yule Yule mlinzi alikimbia. Alikaa kama miezi mitatu ndo amerudi juzi. Basi juzi tena wamepindua tena kufuli, lakini hawakubahatika kuiba chochote. Hili inapotokea tatizo, ukifanikiwa kama hivi kuwakamata, ndio hivyo matukio yanatokea. Wakiacha kuiba itapungua, lakini wakiendelea, kuna watu wana hasira kali sana. Walivyotaka kumvamia mhusika wakashindwa, ikabidi sasa wakimbize na wakamate Mungu. Ni kwamba yani tuseme kwamba ni watu wamekuwa na serikali, wananchi wamekuwa na serikali. Kwa sababu kila matokeo ambayo yameshafanyika sasa, kama aliochoma huwezi kujua ndani ameanza kumchoma wala nini. Kwa hiyo ni watu wengi wanakuja hapa na kuondoka. Kwa hiyo huwezi kujua kama ni nani amechoma, kwa sababu kila mmoja anaibiwa, TV, gesi, redio, maduka watu wanavunjwa. Na sijui wanapata hata hizo, sijui ndo mastaki, sijui wanapata. Kiangalia kama uongozi wetu wa polisi, gari ndo hilo liko moja. Wakati wanapoa taarifa, ninapopoa taarifa kwamba gari ilikuwa ni bovu, mpaka wameitengeneza ndio imeleta matukio kama haya. Kwa kweli sijui walikuwa wangapi. Mimi nimekuja na kwambia nimekuta tayari mtu anaungua. Kwa hiyo nikisema kwamba walikuwa wangapi siwezi kujua.